Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa hakika ndugu yenu Ustadhi Misigaro, kama nikizungumzaga siku zote, kijana wenu ndugu yenu aliyebobea katika tafiti za maradhi mbalimbali, maradhi ambayo yasiyoambukiza na yale maradhi ambayo yanayoambukiza. Leo ndugu zangu, baada ya kupigiwa kelele sana na kuombwa sana na wagonjwa wangu ambao niliokuwa nikiwapokea kwa maradhi ambayo leo nitayazungumza, basi walikuwa wakinipigia kelele, lakini pia wakiniomba, Ustadhi Misigaro, ni kweli tunasaidika na tumesaidika sana kwa tiba yako hii. Sasa ni haki kuielezea jamii, ni haki yako kuielezea, aidha kuifikishia jamii. Nitaifikishieje jamii? Nitaifikishia katika swala zima la kimtandao. Leo ndugu zangu, baada ya kuombwa kwa muda mrefu, ni kweli nimesikia ombi la wagonjwa niliokuwa nikiwapokea, na nimepokea ombi lao na leo nalitekeleza. Ndugu zangu, leo nimependa nifahamishe jamii na kuizungumzia jamii kutokana na mateso na mataabiko wanayoyapata kwa kuteseka na maradhi ya kishaitani, maradhi ya kijini, maradhi ambayo kuna watu kibao wameteseka na mashaitani, na si kuteseka tu, mpaka leo hii kuna watu ni mashuhuda, kuna watu wamefilisika kwa ajili ya kujitibia mashaitani, kuna watu wamepoteza aseti zao, rasilimali zao, biashara zao zimeshuka, lakini hali kadhalika watu wameuza maeneo yao, viwanja vyao na vitu mbalimbali, lakini bado ni wenye kutabika na mashaitani. Na siwezi kusema kwamba mimi Ustadhi Misigaro takuja kukanusha aidha kukataa baadhi ya matabibu ambao wanaotibia mashaitani. Siwezi kukanusha hilo, na wala siwezi kuwabeza kwamba hawafahamu. Hapana, ni kweli jitihada nyingi watu wanazifanya, lakini unajikuta hazijazaa matunda. Tuwe wa kweli, watu wanafanya sana visomo mbalimbali. Mimi mwenyewe Ustadhi Misigaro naweza kufanya visomo mbalimbali, lakini alhamdulillah thumma alhamdulillah, tangu nimeweza kufanya tafiti ya kugundua kwamba kuna miti aina 5 ya miti, mchanganyo wa aina 5 za miti, nafaka ambazo miti ambayo inaopatikanika ndani ya Tanzania ni manufaa sana katika jamii kwa watu wenye kusumbuliwa na mashaitani. Hivyo basi nikawa mimi Ustadhi Misigaro ni mwenye kuandaa ile miti 5 na kuweza ndani ya miti 5 kupata kitu kinachoitwa tiba ya mashaitani, ambao ndo dawa hii niliyoshika. Hii ndio dawa ambayo kiboko ya mashaitani. Kwa hiyo tangu nimeifahamu dawa hii, wagonjwa wengi sana wamenufaika, na wapo wagonjwa, endeleeni kunifuatilia, wako tayari kutoa ushuhuda juu ya jambo hilo, waliokuwa wakiteseka na mashaitani. Na haijalishi dawa hii unasumbuliwa na jini, sijui makata, jini subiani, jini wa Kimasai, sijui jini sharifu, sijui jini, na hakuna majini wanaosumbua duniani kama majini wa aina 2. Hili naliweka wazi: jini mahaba ambaye jini ashqi na jini subiani. Jini subiani ni jini ambaye anayekaa kwenye mfuko wa kizazi wa kina mama. Hii ni uhalisia na ni ukweli ambao mimi Ustadhi Misigaro na uzungumza. Hakuna sijui jini chechetu, sijui jini maiti, sijui jini nani anayesumbua zaidi ya majini hao mawili. Lakini dawa hii haiangalii jini chechetu, haiangalii jini maiti, haiangalii jini subiani, haiangalii jini sijui ashki, jini mahaba. Majini wote wanasalenda biidhnillah kwa dawa hii. Wallahi thumma wallahi, mtu aendelee kutabika na mashaitani. Ni wagonjwa wengi sana wamenipigia kelele, wameniomba, Ustadhi Misigaro, hebu ielezee jamii, na wapo alhamdulillah. Pia sitaki kuwataja tu, wake wa watu fulani wameteseka kufuatilia tiba za wake zao, ndugu zao, watoto zao, lakini hata wao ni mashuhuda, kwa asbabu ya dawa hii wameondokewa na mashaitani. Hivyo basi napenda nikufahamishe ndugu yangu, kama umefanya jitihada sana
za kufanyiwa ruqya, sikatazia, alhamdulillah, umefanya ruqya lakini bado unaona hali si sawa, si shwari, ukipata dawa hii ndio mwisho wa ruqya. Ukipata dawa hii ndio mwisho wa kila aina ya dua yeyote. Hii dawa ndio dawa asbabu shayatin, ndio asbabu shayatin ambayo inaenda kukuondoshea mashaitani yote katika mwili wako. Unalala unaota unakula hiki, unalala unaota unaona nyoka, unalala unaota unazungumza na baba kama ni mtoto wa kike, aidha unazungumza na mama kama ni mtoto wa kiume, basi dawa hii basi ndio mwisho na awal na akhir ya mashaitani. Kwa nifike mimi Ustadhi Misigaro, mtafiti wa dawa mbalimbali, lakini leo nikizungumzia tiba ya watu ambao wenye kuteseka na mashaitani kwa miaka mingi, na wengi wamefanya jitihada za visomo mbalimbali lakini hawajaweza kunufaika. Basi nifike mimi Ustadhi Misigaro. Tiba hii ni mchanganyo wa miti mitano, na mimi naongea hapa ndio mtafiti wa dawa asili, aidha mtafiti wa tiba mbalimbali kupitia miti shamba. Napatikanika Abiola. Namba zangu za simu ni 3 na nitazitaja ni 0719878830, lakini nyingine ni 0757607712, lakini ya mwisho ni 0787200246. Ifate mimi Ustadhi Misigaro ili uweze kuepukana aidha kuondokwa na mashaitani. Nimalizie kwa kusema kwamba hii dawa, ndugu zangu, kwanza matumizi yake ni simple, lakini ni dawa ambayo inasumbua sana uandaaji. Nifahamike, ni miti mitano, mchanganyo wa miti mitano, lakini ni dawa ambayo ni simple sana kutumia, lakini ni dawa ambayo inaleta shida sana kuiandaa. Matumizi yake ni aina mbili. Cha kwanza kabisa, utaratibu wake ni matumizi ya siku 3. Unateseka na mashaitani kwa miaka 20, miaka 30, miaka 15, miaka 10, chini ya miaka 10 unahangaika na mashaitani, hii dawa unatumia ndani ya siku 3. Baada ya kuipata dawa hii, utakunywa kizibo hiki kimoja muda wa kutaka kulala, na vile vile nyingine maelekezo utanyunyuzia ndani mwako. Matumizi ambayo hayana shirki, matumizi ambayo wanasheria wa dini ya Kiislamu wameipitisha na wameisahihisha, haina shirki, haina shaka. Sasa matumizi yake ni aina mbili: kunywa kizibo kimoja, kifuniko hiki kimoja, na nyingine kumwagia chumbani kwako unamolala. Na endapo kama ni nyumba yako ukamwagia nyumba nzima, basi wewe nyumba yako umeipa ulinzi kwa uwezo wa Allah, basi mashaitani na nyumba yako ni ngumu kuingia. Kama Mtume SAW anavyosema, tuweke tahadhari hata katika vyombo vyetu, tujue jinsi gani ya kuhifadhi vyombo vyetu. Inafikia wakati mashaitani wanalala mpaka kwenye vikombe vya chai, wanalala mpaka kwenye vyombo vyetu, hotpot zetu. Ndio Mtume akatuelekeza jinsi gani ya kuhifadhi vyombo vyetu katika kabati zetu za vyombo. Kwa hiyo hii dawa ukiitumia, matumizi yake ni siku 3, na endapo kama utatumia kwa namna nitakavyokuelekeza, kwa namna hiyo, kunywa na kusambaza ndani, ndugu yangu, ni siku 3. Haifiki 5 wala wiki wala siku 4, ni siku 3. Huna mashaitani ila yaumu saa, mpaka Allah atakapokuchukua wewe na mashaitani, ndio bye bye. Ndugu zangu, watu walionikimbilia haya ninayozungumza wamehakiki, wameyasapoti, wameyakubali, na ndio hata imefikia wakati wao kuniomba nielezee jamii. Asanteni sana 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 kwa kunisikiliza.